Bwana sasa si niko na mic. South Africa ni kwa Afrika. Na wanafukuza Afrika wenzao. Asante Mr. Speaker. Na tena kinara kwa jukumu lako kwa kunipatia nafasi ya kuongea. Nikienda kwa mada Mr. Speaker, ni venye hatujui tu na tujafahamu South Africa. Hata tukiangalia iko Egypt. South Africa iko Egypt. Na mimi kama mimi, kwa sababu mimi nasoma Biblia, Waisraeli venye walitoka Egypt hawakurudi huko. Sasa sisi kama sisi tunasema sisi ni Wakristo na tuko hapa, Waafrika wa huku ni Wakristo ni wengi, na unataka kuangalia nyuma tena unarudi Egypt. Tutengane na South Africa au si wa nini, si wa Afrika au si wa Afrika. Kwanza ukienda South Africa wewe utahesabiwa kama mtu nywele ngumu, kweli uongo? Na ukihesabiwa kama mtu nywele ngumu na wewe bado unataka kukaa na huyo mtu, unasema ni wenu. South Africa ni Egypt. Unakosea. South Africa. Mimi nimesema South Africa ni Egypt na utanitoa hapo, na hivyo ndio nimesema. Au watu wengine wa Afrika watengane na wa South Africa wakae kivyao. Nikienda kwa mada ya pili. Mada ya pili ni ya shule. Bwana Mr. Speaker, sijui walimu wanataka aje. Na mtu alichange pia masomo, alileta CBC. Mr. Speaker, hiyo kitu hata itolewe kabisa, kwa sababu mtoto mdogo hapa hivi unamwambia hii ni AB, yeye anasema abu kudu. Hiyo sio hivyo. Mwalimu alinifundisha hivyo na mama alinifundisha hivyo. Wewe unataka kugeuza nini masomo? Saa hii walimu wanapigana na watoto shule, wanaruhusiana mawe. Sasa kama mwalimu ako shule na anafundisha mtoto tena bado anamrusha mawe, mtoto ataelewa nini kitu inafundishwa pale? Yes. Kwa sababu kama mimi Mr. Speaker, nimechukua mtoto wangu nimepeleka shule, alafu nasikia ati mwalimu alistepa na fimbo akakufa, ama aligonga na mawe akakufa, na mtoto yako umechukua umepeleka shule. Na juzi ndio tumekuwa na shortage pale. Ile shule ilikuwa inaitwa aje, ili imechomwa hii juzi, Tumisi Girls. Sasa vitu kama hizi, kama walimu wanafanyanga hivi vitu kama hizi, inamaanisha hawa walimu wanafanya vitu kama hizi hawajakuwa qualified kwa kufundisha watoto. Basi hata wenye wanaandika walimu waende wafundishe watoto shule. Mimi sijaiona mali popote imeandikwa mtoto akigoma shule mwalimu achukue nini mawe aruse mtoto, fimbo achape mtoto. Wako na ruhusa kwa kutoa watoto shule waende nyumbani, lakini hii ya kugongana mtoto na mwalimu, Mr. Speaker, hii Kenya tunaenda mahali pabaya sana, kwa sababu hata tukiangalia leo watoto wako shule, hii maandamano haijakuwa successful. Inamaanisha hata hao wanasiasa wanatumia watoto. Kiaje? Kwa sababu watoto wako shule, maandamano imeendelea na kuna mtoto ameuawa leo hata ngapi, ama hata moja. Inamaanisha hao viongozi wanatumia watoto wa shule wa high school. Unataka watoto wauawe ama? Unataka watoto wakufe? Si ati wakufe. Ni juu wako shule. Sasa maandamano wanapeleka shule. Mimi nimemalizia hapa.